Unasema unagonjeka nini? Wanasumbuliwa na kichwa na tumbo. Tangu lini? Kuanzia 2012 mpaka sasa. Alafu pia kwa familia yetu tuko na matatizo. Lakini si ugonjwa peke yao huko, si ugonjwa peke yake uko nao. Kuolewa pia sijaolewa. Unaishi wapi? Nimetoka Mombasa. Hapa Nairobi uko kwa nani? Niko kwa kazini yangu Eda. Oh, wewe ndio umemleta. Asante Dot. Lakini ugonjwa, kuna vitu bado umenificha, lakini haina shida. Mungu akurehemu na Mungu akufungue. Amen. Uko na watoto? Sina. Hujawahi zaa? Ushaitoa mimba? Bado. Alafu tatizo lingine wangu naokota ndoto mbaya. Unaota nini? Tazini kama nimelala na mtu afu na kunyongwa, mara niko makaburini. Na wakati mwingine unasumbuliwa na kisunzi. Mwili unaisha nguvu wenyewe. Ukiamka hivyo wakati mwingine unajikuta siwezi mpaka ushikilie mahali. Kwanza alafu unafunga macho, unafanya kweli. Ni kweli? Roho Mtakatifu ananiambia hivyo. Lakini leo anakufungua. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu anakuponya. Pia kukula kwako ni shida. Ni kweli. Unakula kwa shida. Alafu umetoka kwa sister yangu, kuna msichana wake amepotea na wasumbua. Alipotea? Yaani hataki kulala kwa nyumba, analala kama nje hivi, akiamka asubuhi anatoroka, hataki kwenda shule. Hiyo ni kazi kidogo. Tukimaliza ibada mtawapatia namba yangu ya simu wanipigie. Hii sura uko nayo sio yako. Ni kweli. Si sura yako. Niko kuna mwili lakini ukao unaisha hivyo hivyo. Wenyewe tu. Nikienda hospitali napimwa hakuna kitu, naambiwa damu mara ndio ziko kidogo. Ukipona wewe, sura yako itakurudia. Amen. Wakapima TB. Wakasema hakuna kitu. Wakasema hakuna kohozi lote. Sawa. Nimesema dhambi ya siri inaweza ikazuia mtu kupona, lakini leo Biblia inasema kwamba mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Amen. My sister, Yesu akurudishie uhai. Amen. Mungu akuhurumie, akupe uzima. Amen. Ukiwa umekaa hapo, nataka usikie nguvu za Mungu zinaingia ndani yako. Amen. Na hiyo roho inakutoka. Amen. Wewe unatembea na mauti. Ushafikiria kujitoa uhai? Kuchoka na maisha? Wanafikiria hivyo. Kujitoa uhai? Ili usisumbue watu. Kwa sababu hata kwetu watu waelewani. Wazazi walikufa, hakuna mtu. Kila mtu tuko. Kwa hivyo unaona hauna maana ya kuishi, maana huna mtoto, hauna ndoa. Unaona umekuwa mzigo kwa watu, ama sitaki niwe mzigo kwa watu. Fadhali nijitoe uhai mapema. Unasemaga hivyo? Kiroho lakini kimoyomoyo. Hata mimi naongea mawazo yako. Naongea mawazo. Nataka usikie nguvu za Mungu zikiingia ndani yako saa hizi. Amen. Na hiyo spirit inatoka katika jina la Yesu. Amen. Yes. Unemkunywa damu, uliyemvisha sanda na naishi lakini anatembea na sanda kwa mwili. Unemwambia ajitie kitanzi ama akunywe sumu ama ajirusha agongo na trailer. Hataki agongo na gari ndogo, anataka agongo na gari kubwa, akufe haraka. Sasa leo unakufa ndani yake, unamwacha akiishi. Vile ameona huyu mwanaume akifunguliwa hapa, sasa ni zamu yake na yeye kufa. Yes. Kufa. Mawazo mabaya, kumuletea watu waliokufa zamani, kumulisha vyakula kwa ndoto, kumunywesha mikojo ya watu kwamba ndio juice, kumunywesha mikojo ya watu kwamba ndio juice, kumunywesha damu za watu kwamba ni juice. Juice yake ni mkojo na damu za watu. Beba na uondoke. Ndio hiyo. Sikia vile unatoka hivyo haraka kwa jina la Yesu. Hawataua huyu hatauawa katika jina la Yesu. Toka kwa jeneza, tunamtoa kwa jeneza, toa yeye kwa jina la Yesu. Toa. Piga nduru, kamateni yeye. Beba. Tunaachilia moto. Tunatumana moto. Roho ya matanga, roho ya kifo,
tunakuondoa leo, tunakuondoa leo. Roho ya matanga, toka! Uende, uende. Enda kabisa. Enda. Na kuondolea kifo, na kuondolea mauti katika jina la Yesu, na kuondolea kifo. My sister, ninakuseparate na roho ya mauti, na kutoa kwa jeneza. Tunakutoa kwa sanda za wachawi, sanda za waganga. Nimekutoa ndani leo, nimekuregeshea uhai. Damu yako haitakauka mwilini tena. Pokea uzima, pokea amani ya mwili, pokea maisha marefu, pokea familia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amshe. Hebu simama. Nataka utembee hivi, alafu niambie unasikizaje mwili wako. Tembea hivi. Tembea ukiwa serious. Nataka usikize mwili before deliverance, after deliverance. Unahisi nini? Nini hungeweza kufanya? Nataka ufanye chochote ambacho ungeshindwa kufanya. Mwili umekuwa mwepesi. Nini ungeshindwa kufanya kando na mwili kuwa mwepesi? Ulikuwa mzito. Kuamka asubuhi nasikia uzito, siwezi amka, natamani tu niendelee kulala. Alafu na kichwa ukikuwa kinauma mpaka saa zingine natapika. Yaani wewe ukiketi mahali kuamka hivi mpaka ujipange. Huwezi amka haraka. Kwa sababu una hofu unaweza anguka. Kwa saa zingine nasikia mgongo na huku nyuma kwa kichwa, kwa mgongo na kiuno. Jesus. Sasa nataka ufanye kile ungeweza kufanya kwa ajili ya maumivu mgongo, chochote ungeweza. Nataka ujaribu, kama ni kuinama, kama ni kufanyaje, fanya, tembea na ufanye. Tumpe Bwana makofi wakati anafanya. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Ruka. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Volume kwa mic. Kupona tunapona kwa jina lake Yesu. Yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Mwili umekuwaje? Umekuwa mwepesi kabisa. Nini inaonyesha mwili umekuwa mwepesi? Unajihisi umerudi mtu. Jesus Christ. Tumpe Bwana makofi jamani. Alafu ile siku unasikia unaweza kula nini, unakulaga? Kwa sababu kula kwako ni kwa matatizo. Kama niseme iko na nyama ama wali. Lakini huwezi kula sana pia. Unafanya kazi gani? Nafanya biashara na sister kwa tofuta. Nini ilitokea ukaacha ufugaji wa kuku? Nafanya lakini huoni faida. Yaani unauza lakini hakuna faida. Ulikuwa na kuku kiasi gani? Kuku tunafanya pamoja, tutauza viazi. Kama kuku ulikuwa na kiasi gani? Mtaji ulikuwa kiasi gani? Kwa mwisho tulikuwa tunafanya 200. Okay, kuku 200. Nafikiri hati pesa shilingi 200 nashindwa. Okay, sasa ndio umefafanua. Kuku 200 mnauza, alafu mnagawana faida. Tunagawanya faida. Nini ilitokea hapa katikati? Mimi nilishinda kwa sababu saa zingine kuku zinakufa, huoni faida. Okay, sasa kulingana na mimi kwa neema ya Mungu, roho inokutesa na magonjwa haitakuwa na pesa. Na ukikosa pesa itabidi uombe kusaidiwa na watu. Na watu ukiwaomba wataanza kukuongea. Na wakianza kukuongea utasikia vibaya, utajichukia. Unaona? Sasa moja kwa moja utaona hauna faida ya kuishi. Ile hali uliacha biashara mwenyewe. Kwa nini? Yule shetani anafanya mtu ana resign kazi bila kufutwa kazi.
ndiye anayefanya mtu anaacha biashara peke yake. Lakini furaha yangu ni kwamba unaenda kurudi kwa biashara, na bado anafanya biashara yeye anaendelea, lakini pia mwenyewe analalamika, anasema nataka kuiacha. Sasa nini kinakusaidia unue credit, uende salon, usonge rasta kama hizi? Unafanyaje ndio upate hela? Uvae rinda kama hii, smart namna hii? Unafanya vipi? Kwa sababu biashara umefunga. Unaishi namna gani? Niko na mtu alikuwa anataka kunioa, ndio alikuwa ananisaidia, lakini tulipoenda nyumbani akaja akawa mgonjwa, akaparalyze. Kaishi hapa. Sasa unaona yote ni spirit. Shetani alijua mwanaume mtapelekana mahali, anakupandisha gari, anajua haitafika mwisho wa stage, itaishia wapi? Njiani. Maana kama angejua mwanaume ataparalyze, wangeshikana naye, angekubali kumtunza. Lakini alikubali wakae, wataoana. Shetani akijua wanapotezeana nini? Time. Hakuna mahali wanaenda. My sister, bado kuna matumaini. Yesu anasema kuna matumaini. Mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Naomba kupitia kwako, biashara ya huyo ni nani yako mlikuwa mnafanya naye? Dadako. Hiyo biashara ipika, hiyo biashara isikufe, hiyo biashara iamke, hiyo biashara iinuke, hiyo biashara ipanuke, na kupitia biashara hiyo urudi kwa biashara. Ninakutuma kama msaada kwa dadako, na nimekuregesha kwa biashara, na nimetangaza ya kwamba usizeeke mwanamke ambaye ni single. Nimekataa kuishi single katika jina la Bwana. Mungu akupatie afya na akupatie familia katika jina la Yesu. Piga magoti. Piga magoti. Sema tu, Bwana Yesu, mfalme wa amani, pokea utukufu kwa kuniponya. Asante kwa uzima. Kuanzia leo ninakiri na kutangaza sitakufa, nitaishi niasimulie matendo ya Mungu. Asante Yesu kwa kuniponya roho ya umaskini na magonjwa, kudharauliwa, kuonewa sio sehemu yangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sema, Bwana Yesu, ijulikane ni wewe wala sio mwanadamu aliyenitendea. Amen. Asante. Tumpe Bwana makofi anapoamka. Umepona. Your sister amepona kuanzia leo. Mungu akubariki kwa kumleta.